Bwana asifiwe. Bwana ni mwema. Karibu tena katika siku ya leo ambapo tunaendelea na sehemu ya mwisho katika hubiri hili ambalo linaitwa mwisho wa kile unachokitamani ni nini? Sehemu ya 3 tumeona namna gani swala la ushoga na usagaji na hiki chama kinachoitwa LGBT ilivyoingia ndani ya kanisa. Na tuliona ushahidi wa kutosha. Kwenye kitabu cha Ezekiel 20 fungu la 9. 20 fungu la 9 na 14 anasema, lakini nalitenda kwa ajili ya jina langu ili lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa ambao walikaa pamoja nao, ambao machoni pao nalijidhihirisha kwao kwa kuwatoa katika nchi ya Misri. Fungu la 14 nalo linasema, lakini nalitenda kwa ajili ya jina langu. Lakini nalitenda kwa ajili ya jina langu lisitiwe unajisi machoni pa mataifa ambao naliwatoa mbele ya macho yao. Ezekiel 36 fungu la 21 hadi 23, neno la Bwana linasema, lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu ambalo nyumba ya Israeli walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa walioyaendea. Kwa hiyo waambieni nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, sitendi hili kwa ajili yenu. Anasema, nyumba ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu mlilolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea. Nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa mlilolitia unajisi, nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu, nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Kwa Mungu anasema kwamba kuna mambo alikuwa anatenda kwa ajili ya jina lake lisichafuliwe, lisitukanwe mbele ya nani? Mbele ya watu wasiomjua. Kwa hiyo kuna mambo ambayo wana wa Israeli walitenda ambayo yalichafua jina la Bwana Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatamani kuangamiza, lakini kuna wakati Musa alikuwa anapiga magoti anaomba msamaha, Bwana nagairi. Kwa nini? Kwa sababu hakutaka jina lake lichafulike. Fungu la 32 anasema, ijulikane kwenu ya kuwa silitendi neno hili kwa ajili yenu. Asema Bwana Mungu, tayarikeni na kufadhaika kwa sababu njia zenu, enyi nyumba ya Israeli. Kwa bado Bwana anazidi kusema kwamba kuna mambo anafanya sio kwa ajili ya taifa la Israeli. Alikuwa anafanya kwa ajili ya heshima yake. Kwa ajili ya heshima yake. Kwa nini? Mungu aliwakataza wana wa Israeli kwenye Walawi 18 fungu la 22. Nasema, usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Lakini pia ukisoma 20 fungu la 13, neno la Bwana linasema, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Sasa hivi ili neno la Mungu hili linatuhusu sisi Waadventista wa Sabato. Kanisa la Mungu. Sisi ndio tumekatazwa hili jambo. Haitakiwi kuonekana mtu yoyote anayelala na mwanamume. Mtu mume yoyote anayelala na mwanamume mwenzake haitakiwi kuonekana. Haitakiwi kuonekana mtu mke kulala na mtu mke.
kwamba ni wanandoa, hiyo haitakiwi. Sasa tunaona kwamba viongozi wa kanisa wanasimama na kutoa hotuba za kuhamasisha mambo ya ndoa hizi za ushoga. Wanasimama na kupromote ndoa hizi za ushoga na kuita kwamba hao ni watu wetu, ni wanafamilia yetu, ni ndugu zetu. Jamani, viongozi wa kanisa wanaruhusu mambo kama haya yanatendeka ndani ya kanisa, na mchungaji huyu anatangaza ndoa ya mashoga kanisani, na ndoa inafungwa, na uongozi wa conference upo. Badala ya kukemea, wanakaa kimya. Na wachungaji nyinyi mpo na mnajua, sio kwamba mjui, mnafahamu na mmekaa kimya. Kwa hiyo hili swala la ushoga limeingia ndani ya kanisa, na kwa kitendo cha swala hili la ushoga kuingia ndani ya kanisa, huo ni uasi. Huo ni nini? Ni uasi. Uasi sio mpaka viongozi wasimame waseme leo sisi tumeasi, ila tu kutokana na mambo yanayoendelea ndani ya kanisa inaonyesha kabisa kwamba GC conference kuu na wote ambao mnakumbatia uchafu wote mmeasi. Tusome kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 319 aya ya kwanza. Neno la Bwana linasema, kukosa uaminifu kwa kanisa kwa Kristo kwa kuruhusu imani na upendo wake kugeukia mbali kutoka kwake, na kuruhusu upendo wa mambo ya ulimwengu kumiliki na kushughulisha roho, kunafananishwa na kuvunja kiapo cha ndoa. Dhambi ya Israeli ya kujitenga kutoka kwa Bwana inaelezwa kwa kielelezo hiki. Kwa hiyo Roho nabii inaeleza kwamba kitendo kile cha taifa la Israeli kuachana na Kristo na kukumbatia mambo ya kipagani ilikuwa ni kuvunja agano la ndoa. Ndoa kati ya nani? Kati ya taifa la Israeli na Kristo. Kwa hiyo kitendo cha taifa la Israeli kuvunja agano la ndoa, maana ni kwamba taifa la Israeli likawa lina mume mwingine, siye Kristo. Kwa kuna wakati taifa la Israeli lilimwacha Kristo. Kwa nini lilimwacha Kristo? Lilikosa uaminifu, likaenda kukumbatia mambo ya kipagani. Kwa hata na sisi GC, viongozi wa kanisa, wameacha uaminifu kwa Kristo. Tunazungumzia ushoga, wamekumbatia ushoga na usagaji, wameyakumbatia hivi. Sasa Mungu hawezi kukumbatia watu waliokumbatia mambo kama hayo. Hawezi. Kwa hii inaonyesha kabisa kulingana na Roho nabii na Biblia kwamba GC imeasi. Yaani kama unasubiri uambiwe kwamba Kola haja sema kwamba jamani tumeasi, pole. Matendo yanaonyesha kabisa kwamba GC imeasi. Hatuwezi kuruhusu ushoga, usagaji ndani ya kanisa la Mungu. Sio kwamba hao watu tunawachukia, hapana. Kanisani waje, lakini wabadilike. Sio wakija kanisani ndio mnashangilia mmepata sehemu ya kulia. Kuna waamini wengine wakiona fulani ni shoga ndani ya kanisa,
anaanza kumshughulikia yeye mwenyewe badala ya kumsaidia. Wakija kanisani wasaidiwe, wabadilike. Na wewe shoga, ukiwa kanisani, umekuja kanisani, umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kubali kubadilika. Sasa viongozi wa kanisa wameruhusu swala la ushoga. Hawajatoa tamko wazi, lakini haiwezekani mpaka ratiba zinapangwa za kutoa semina kuhusu mambo ya ushoga na usagaji ndani ya kanisa. Haiwezekani mambo haya yakawa yanatendeka ndani ya kanisa alafu viongozi wapo. Maana yake ni kwamba hili swala viongozi wameliruhusu, ila bado tu tangazo wazi. Kama ilivyokuwa kipindi cha Yesu, taifa la Israeli, makuhani walivyomwasi Mungu, alitengeneza kundi, mitume, akaanza kuwafundisha utaratibu wake. Ndipo inapoelekea kwa kuna watu watabaki Yerusalemu wakisema, Bwana, sisi hekalu ni hili, sisi tumezoea siku ya Sabato ni hapa. Watabaki hivyo hivyo, wataangamia na GC na mauchafu. Kwa nini? GC imekumbatia ushoga. Kwa sababu mbona muoni? Tusome na kitabu cha Pambano Kuu. Natumia hii Pambano Kuu, kurasa wa 317, maneno ya katikati hapa. Inasema, ilikuwa kwa njia ya kujitenga na Bwana na kushikamana na upagani ambapo kanisa la Kiyahudi lilibadilika na kuwa kahaba. Sasa neno la Mungu linasema kwamba kwa kile kitendo cha kanisa la Israeli, kanisa au taifa la Israeli kwenda kushikamana na upagani, kukumbatia upagani, kukumbatia ibada za mabahari, ilibadilika na kuwa kahaba. Kwa kahaba, roho nabii inaeleza kwamba hata taifa la Israeli Kristo aliliita kahaba. Taifa la Israeli nalo liliitwa kahaba. Kwa nini? Walimwacha Kristo, wakaenda kujitenga, wakaenda kujiungamanisha na nini? Na upagani. Kwa hiyo GC kwa kukumbatia upagani, hii swala la ushoga na usagaji limekuwa kahaba. Kwa nini? Kristo hawezi kushikamana na ukahaba. Yaani wewe huwezi kuwa umekumbatia ukahaba, umekumbatia ushoga na usagaji, alafu ukasema kwamba wewe ni taifa teule. Hakuna. Kwa hiyo wewe shoga, mwisho wa unachokitamani ni nini? Unatamani kuendelea kuwa shoga? Unatamani kupitisha habari za ushoga? Unatamani nini wewe? Mwisho wake ni nini? Ukisoma Mika sura ya 7 fungu la 5 inasema, msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Mungu anatuambia tusiwawekee viongozi tumaini. Kwa kuna watu wamewaamini kwamba hawa ni mapastors, wamesoma Bugema, wamesoma Andrew University, hawawezi kutumiwa na shetani. Shetani anatumia viongozi. Kwa hiyo hili swala la ushoga halijaingizwa na mshiriki wa chini, imeingizwa na viongozi. Sasa wewe kama utaweka 100% kwa viongozi kwamba hawawezi kupotoshwa, rafiki yangu, pole. Tafakari vizuri kuhusu hili swala la ushoga. Je, ni Mungu aliyeruhusu au ni shetani? Mungu akubariki katika somo lijalo. Amina.